Mimi sina mambo mengi ya kusema, lakini nimshukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo, kwa hii kazi kubwa ambayo imeenda kufanyika siku ya leo mbele yetu. Kuzindua tuzo za East Africa Gospel Music sio jambo dogo, ni jambo kubwa sana. Kwanza ni washukuru waandaaji wote ambao wamehusika, walikaa chini wakapeti wazo na kufanya hiki ambacho kinafanyika siku hii ya leo. Lakini nishukuru Baraza la Sanaa Tanzania kwa kupitia kiongozi wetu Dr. Mapana. Mungu akubariki sana. Ni ukweli umefanya kazi kubwa sana. Sana. Unajua kuna wakati sisi watu wa muziki wa injili tulikuwa tunaonekanaga nyuma tu. Ni watu ambao tulikuwa tunaonekana tupo tu. Yaani hatueleweki, hatujielewi. Yaani hata wakitajwa hivi sisi hatutajwi kwa ukubwa. Lakini ilikuwa tunazima mwanamuziki mwenyewe ufanye kazi kubwa ambayo yenyewe ndio ikutambulishe. Lakini mimi niseme hivi. Ukweli wanamuziki wa injili tuna vocal, tunaujua muziki vizuri sana. Kwa sababu sisi tunajifunza katika kanuni ya muziki, sio tunaimba tu. Tunajifunza katika kanuni ya muziki, lakini hatukutambulika namna hiyo. Leo kitupangia kwa mambo ya soul notation na muziki, wengi wa nyimbo za injili wanazijua. Wale ambao walianza, wale tuliokuta na wale ambao sasa hivi wako kama vijana wetu wanajua kuimba. Lakini tunawashukuru kwa sababu mliliona hilo, mkalitambua hilo. Tunakushukuru. Tupelekee salamu zetu kwa rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kukubali na kutuamini kwamba tunaweza kusimama na kuiwakilisha nchi yetu ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Mimi ni mwendaji wa nchi nyingi za Afrika, katika nchi zote za Afrika ambazo ziko nimebakisha nchi mbili tu. Lakini huko kote na kwenda usifikiri naimba Kiingereza, naimba Kiswahili, lakini nikisema kwamba mimi ni mwanamuziki wa injili natoka nchini Tanzania, wanajua Tanzania is fire. Kwa hiyo sio mahali pa kawaida. Mimi niwashukuru sana waandaaji wa hizi tuzo za IGMA. Mungu awabariki sana. Langu moja ambalo ningependa pia nishukuru media yetu kubwa pendwa na ambayo imeona thamani ya muziki wa injili. EFM. Mungu akubariki sana. Mungu awabariki sana. Sio rahisi, ilikuwa sio rahisi wale. Mlikuwa na uwezo wa kukataa. Lakini kitendo cha kukubali ni kitendo cha kiungwana. Na kitendo ambacho mmefanya kimetufanya sisi wanamuziki na sisi tujisikie vizuri. Naomba niwaambie ukweli. Mara nyingi sana wanamuziki wa injili tumekuwa na malalamiko kadha wa kadha. Nashukuru sana BASATA mko hapa, mtasikia ninachosema. Rais wetu bado Novemba anajua wakati mwingine tumetamani kumshika shati, kwa nini hiki na hiki sisi hatupatini. Tumemshika shati kwa sababu tumeonekana kama watu wa nyuma hivi. Lakini tunawashukuru kwa kutupigania mpaka leo na sisi tumeonekana watu wa thamani sana. Asiwepo mwanamuziki wa injili yoyote mwenye kujikuna kwamba kama msingesimama na kutukubali watu wangetuona na watu wangekuja kuwekeza kwenye muziki wa injili. Ni kwa sababu mlisimama, mkapigana kweli mpaka leo tunafahamika ndani na nje ya Tanzania. Tunawashukuru sana EFM kwa upendo wenu, umefanya kitu kikubwa sana. Lakini tunashukuru pia Watanzania wote ambao wamekuwa support kubwa kwetu. Kabla kutoka kwenye mipaka, Watanzania wamekuwa watu wa kwanza kutusupport watu wao. Mungu awabariki wa Tanzania popote pale mlipo. Lakini asante sana dada yetu kwa kukubali. Ungesimama ningefurahi sana. Watu wa kuone ni wewe kabisa. Mungu akubariki sana kwa wakati na kufikiria watu na kuandaa hizi tuna. Hatuna cha kusema, tunashukuru serikali yetu tukufu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Japokuwa mtu ukiongea hivi, watu wengine wanasema kwa nini anashukuru serikali tu kila mara? Kila nyumba ina baba. Baba akisema hapana, mtoto hawezi kusema ndio. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kutupa ruhusa ya kuwa nje ya nchi na kuwa ndani ya nchi na kufanya kazi zetu kwa ujasiri wote. Binafsi mimi kama Rose nikiwawakilisha wanamuziki wengine wa injili, niwe kwao kama dada, wengine kama mama, nasema asante sana, mbingu zinene mema kwa ajili ya serikali yangu ya Tanzania. Lakini pia nizungumze hivi. Mmesema tarehe 28 mwezi wa 6 ndio kuna kile kinyang'anyiro. Kuna jambo ambalo naomba niliweke wazi na mlibebe mwende nao. Mara nyingi wanamuziki wamekatishwa tamaa kwa sababu kuna mafungu yamewekwa. Kuna watu A list, C2 list, sijui B nini. Hakuna. Kazi ya mtu itamtambulisha. Haijalishi anajulikana na nani, hajulikani na nani. Kazi ya mwanamuziki imtambulishe kazi yake. Kafanya nini? Tunaomba ili muende nalo. Kafanya nini? Watu wengi tuzo zimekufa kwa sababu wanafanya kwa upendeleo. Wanasema kwa sababu fulani na fulani namjua basi anafanya. Unanielewa vizuri? Lakini ukifanya kwa moyo na kama kuna majaji, watu wanaojaji hivi vitu wakisimama ile siku, is okay. Watu wanaweza kupigwa kura watu 500, watu 1000. Lakini kama mtu anapigiwa kura na hajafanya kitu chochote. Unajua mimi nikitaka kama jaji kuna vitu najua, mimi najua muziki sana. Kuna vitu najua huyu muongo amependelewa, huyu kweli amefanya
tunaomba waandaa tuzo usiache. Angalieni kazi ya mtu aliyoifanya kwa ustadi. Kuna mtu kama Chidumule, sio kwa sababu tu ya injili, unaongea kwa muziki. Hata kama ukimsimamisha mwambie imba tu kapela wimbo wako, anaimba mpaka utashangaa, japo ana umri mkubwa. Kwa hiyo kazi mtu amefanya imtetee vizuri na sio upendeleo. Kileta upendeleo madamu umeweka jina la Mungu hapo katikati, ikitu Mungu ataifuta. Mungu ni mwaminifu sana, hajawahi kujiambia uongo na hajipingi mwenyewe. Madamu umesema ni tuzo za muziki wa injili, basi usimame katika neno na unifanyike katika wazi na ukweli, ambao ukweli huu mbingu zitathibitisha kwamba hapa umesema kweli. Kwa sababu katika tuzo umegawa watu, katika tuzo umefanya watu wamegombana, watu wamekasirikiana, watu wamedharauliana. Lakini ukifanya katika kweli, hata kama mtu alianza kuimba jana na amefanya vizuri, unaangalia ukweli, huyu amefanya nini vizuri. Kwa hiyo mimi binafsi nishukuru sana, Mungu awabariki sana sana. Tunaamini kwamba sahihi, na mimi niseme kama dada katika muziki huu, mimi nitahakikisha vijana wetu, iwe kwa ushauri, iwe kwa nini, lazima tuwatie moyo. Pia kuna waimbaji watoto wetu wameanza, wengine kama tumeimba walikuwa hajazaliwa, wengine wamesema tumeimba walikuwa wadogo, lakini tuhakikishe tunawashika mkono. Mimi nimehudhuria tuzo nyingi Afrika hapa, mfano Burundi, Rwanda na kadhalika. Tulikuwa na nchi kama Sudani na kadhalika huko. Watu ukisimama unaangalia kweli wana muziki. Kama ni Tanzania, wametoka Tanzania, mtu anahakikisha kama kuimba anaimba kwa sababu tunajua yeye analiwakilisha taifa licha ya yeye mwenyewe binafsi. Lakini mwimbaji tukitoka East Africa, tutakwenda East Africa, ni Central Africa na Afrika nzima. Je, wanaoandaliwa wanafanya vema? Andaa watu vizuri, fanya watu wajitume. Mtu asijipotee kwa sababu amepewa tuzo, jitume. Miaka 20 niko hapa, si kwa sababu ya tuzo nyingi, ila kwa sababu naipenda kazi yangu, naitambua kazi yangu, na ninafanya bidii kila siku kuhakikisha nafanya vizuri. Tuwatie moyo hata wadogo walioanza, kwa sababu hakuna mtu ambaye hana mwanzo. Tuhakikishe wanafanya vizuri. Ondoa magrupu katika hiki tu, lakini uweka kwamba wewe unaimba kama mwimbaji, hakuna A wala B, unaimba wewe kama wewe. Kwa hiyo mtu apambane ndio ajijue nani. Watu wengi waimbaji wamejipoteka kwa sababu wanasema mimi nabebwa mahali fulani. Baada ya kubebwa iondoke. Simama katika kweli, simama katika haki. Mwambie mtu kweli anaimba vizuri. Na kama anakosea mwambie hapa hatukukupa tuzo kwa sababu ya 1 2 3 ili akapambane. Nadhani umenielewa vizuri nilivyoongea. Na natamani hata vijana wetu wanaoanza sasa hivi, tafadhali hii hikma ihakikisha mnawaambia vigezo vyenye ukweli kwamba tutawachagua kuna 1 2 3. Asije kwa sababu aliimba akisimama aseme Biblia inasema hakuna mtu aliyepewa taji pasipo kushindana kwanza. Akisimama kama mshindani akapambana, ataipokea ile taji. Kwa hiyo tunatamani mtu akiambiwa huyu alishinda, watu wakiangalia waseme oh kweli alishinda. Watu wanaotutazama wana akili. Watu wanaofuatilia muziki wana nini? Wana akili hata kama hawaimbi. Ukifanya upendeleo wanajua huu ni uongo. Mwisho wa siku wanachoka hizo tuzo na hawazitaki. Sidhani kama umenielewa vizuri sana. Ndio maana unaona tuzo ikianza mwaka, haimalizi miaka 2, watu hiyo tuzo inakufa. Ni kwa sababu inakosa support. Watu kiwadanganya wanaelewa. Watu kiwaambia kweli wanaelewa. Kwa hiyo tarehe 28 tutaona huo mwanzo wetu utabaki mzuri, na natamani yaani hii tuzo iliyoanzishwa hapa ikawe yaani kila mahali watu watakapopita waseme kweli kuna East African Gospel Music, na ikitoa waimbaji kutoka Tanzania ni very smart, mtu akiangalia very unique. Yaani mwimbaji akisimama yuko unique, haogopi, jasiri, anafanya kitu. Kwa sababu kama East Africa usifikiri tunaongea hapa tu pekee yetu. Kuna Kenya, Uganda, Sudani na kadhalika. Kongo kuna waimbaji. Kwa Kongo ukiimba mpaka kuku zinaimba. Yaani watu kule wanaimba kala. Kwa lazima ufike mahali. Mimi nimeenda na nimeimba. Ukifika Kongo, yaani mpaka sijui nini kinaimba. Mimi nadhani hata ile ardhi kule inaimba. Kwa hiyo watu wajue kabisa ukiimba hapo usijipoteke. Ukitoka hapa kuna Wakongo wanakusubiri. Ukitoka hapa kuna Wasudani wanakusubiri. Ukitoka hapa kuna nini wanakusubiri. Kwa hiyo mwimbaji akimba ajue kabisa siimbi kwa sababu ya Watanzania, na imba kwa sababu ya East Africa, nitakutana na wengine. Maana baada ya hapa ataenda kushindanishwa na wengine. Kule hawaendaki kule sijui Kimungu. Ukifika kule wanafanya mashindano. Hilo naomba niwaambie ukweli. Kule ukifika wanafanya nini? Mashindano, hakuna kupeana. Kabisa, na wako serious na hili jambo. Kwa hiyo tunakushukuru kulipoanza. Mungu akubariki, wazo zuri tumelipokea sisi kama waimbaji, na tunakushukuru sana wanamuziki wa injili. Tunaamini katika hili tutatoa waimbaji
nzuri kabisa. Waimbaji wengi na wale waliokata tamaa watainuka kufanya. Usinipe tuzo kwa sababu mimi niliwaambia nimeimba sana, lakini natamani watoto wanaoanza sasa hivi wakitoka kutuwakilisha nje watoke wakiwa na nguvu na ujasiri, na tunaimani kwamba wakienda wakirudi Tanzania inafanya nini? Na meremeta. Asante sana.